Tamko la viongozi wa Kiislamu kuhusu maridhiano na ujenzi wa mustakabali mwema wa Tanzania. Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu, ardhi na vilivyomo, Mola wa haki, amani na uadilifu. Rehema na amani zimshukie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mwenye kuongoza kwenye njia ya amani, salama, haki, uadilifu na kuvumiliana. Tunatambua kuwa mataifa kwa nyakati tofauti hupitia vipindi vigumu, na kwamba vipindi hivi vinahitaji busara, hekima na uongozi wa kimaadili ili kurejesha utulivu na mwelekeo sahihi wa kitaifa. Sisi viongozi wa Kiislamu nchini Tanzania tumekusanyika hapa kutoa tamko hili mahsusi kwa Watanzania wote bila ubaguzi wa imani, kabila, rangi au itikadi yoyote ya kisiasa. Tunatoa tamko hili kwa nia ya kuponya majeraha ya taifa letu, kurejesha amani, kuhimiza maridhiano na kujenga mustakabali bora baada ya machafuko na ghasia zilizojitokeza katika maeneo mbalimbali nchini hivi karibuni. Namba 1, kauli ya kuhusu maisha ya Watanzania. Kwa niaba ya wanazuoni na jumuiya na taasisi za Kiislamu, kwanza tunatoa pole za dhati kwa familia zote ambazo zimepoteza wapendwa wao katika ghasia hizi. Kupotea kwa maisha ya raia, hasa vijana wetu ambao walikuwa tegemeo la familia na taifa, ni msiba mzito unaogusa dhamira ya kila Mtanzania. Hatuoni vifo hivi kama takwimu, bali kama uchungu halisi, pengo lisilozibika na maumivu ambayo hayana kipimo katika nyoyo za watu, ndugu na jamii nzima. Mwenyezi Mungu anasema, mwenye kumuua mtu mmoja bila ya mtu huyo kuwa muuaji au bila ya kufanya ufisadi katika ardhi, basi ni kama ameua watu wote. Na mwenye kuokoa uhai wa mtu mmoja, basi ni kama ameokoa uhai wa watu wote. Surat Al-Maida, sura ya 5, aya namba 32. Tunatoa pia pole kwa ndugu zetu wote waliojeruhiwa katika matukio haya. Majeraha yao ya mwili na ya nafsi ni kumbukumbu ya maumivu ambayo yanahitaji uponyaji wa kitaifa, huruma na juhudi za pamoja kurejesha tumaini katika jamii. Hali kadhalika, tunatoa pole za dhati kwa ndugu zetu ambao mali zao zimechomwa moto, kuharibiwa au kuibiwa wakati wa matukio haya ya ghasia. Mali, iwe ni nyumba, biashara au rasilimali za kujikimu, ni jeraha kubwa katika maisha ya wananchi, kwani mali ni jasho, ni matumaini na mara nyingi ndiyo uti wa mgongo wa familia husika. Sanjari na hili la uharibifu wa mali, tunatoa pole kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, mpambanaji wa kuiletea nchi maendeleo, pamoja na serikali yake, kwa uharibifu wa mali za umma uliotokea kwenye vurugu hizi, na tunatoa pole kwa Watanzania ambao kodi zao zilizotumika kujenga mali hizi za umma
zimeishia kuharibiwa kwa namna moja au nyingine. Mateso haya ya kimwili, kiuchumi, kiakili na kisaikolojia ni kumbukumbu ya maumivu ambayo yanahitaji juhudi za kitaifa katika kuponya na kujenga upya taifa letu. Tunasisitiza umuhimu wa huruma, usaidizi kwa walioathirika na mshikamano wa kijamii katika kuwarejeshea matumaini na kuwasaidia kusimamia tena baada ya maafa haya. Tunamuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema awape subira, utulivu wa nyoyo na nguvu ya kustahamili. Familia zote zilizoguswa na maafa haya, tunamuomba pia awapokee kwa mikono yake yenye huruma wale wote waliofariki katika mazingira haya yenye huzuni, na awape waliobaki faraja na unafuu. Amin. Kwa masikitiko makubwa, tunasimama mbele ya taifa letu la Tanzania kuelezea huzuni na uchungu wetu juu ya matukio ya vurugu mbaya yaliyosababisha uharibifu mkubwa wa mali za umma na binafsi, kupotea kwa maisha ya raia, kujeruhiwa kwa watu na kuibuka kwa hofu na mtikisiko wa kijamii. Katika Uislamu tunafahamu kuwa uadilifu ni msingi wa amani na amani ni msingi wa ustawi wa jamii. Tunapoongea juu ya uharibifu wa mali, tunaikumbuka kauli ya Mtume, rehema na amani zimfikie. Mtume, rehema na amani ziwe juu yake, aliulizwa, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ni aina gani ya Uislamu iliyo bora zaidi? Akasema, ni Uislamu wa yule ambaye Waislamu wengine wako salama kutokana na ulimi wake na mkono wake. Rejea Sahihi al-Bukhari, hadithi namba 11. Kwa hiyo, tendo lolote linaloleta uharibifu, wizi, vurugu au kupoteza maisha sio tu kosa la kisheria, bali pia ni kosa la kimaadili na dhambi ya kiroho. Tunalaani vikali aina zote za ghasia, wizi, uchomaji wa vituo vya polisi, vituo vya mwendokasi, vituo vya mafuta na uharibifu wa mali zote za umma na za watu binafsi, ikiwemo jaribio la kuangamiza mali mbalimbali, iwe chanzo chake ni hasira za kisiasa, uchochezi wa kidini au mkanganyiko wa taarifa na propaganda. Wito kwa viongozi wa dini zote. Kama viongozi wa dini, tunasisitiza kwamba amani ndiyo ngao kuu ya taifa letu na ni lazima itangulizwe juu ya hisia na misukumo ya muda mfupi na mrefu. Kila mmoja wetu, wananchi, vijana, wanasiasa, viongozi wa serikali, wana usalama, taasisi pamoja na nyumba za ibada, na sisi wenyewe viongozi wa dini, tuna wajibu wa kujenga utamaduni wa kuzuia chuki, ghasia na maovu kabla hayajachipua, kwa kuhimiza mazungumzo, maridhiano, hekima, busara na ustaarabu katika kushughulikia tofauti zetu, na katu tusiwe sehemu au washiriki wa kuchochea vurugu na umwagaji damu, mazingira yaliyopelekea machafuko. Ingawa lugha ya kulaani ghasia na vurugu za kisiasa ni muhimu, tunatambua kuwa matukio kama haya hayazuki bila sababu.
Kila taifa duniani hupitia nyakati ambapo vijana wake au baadhi ya wananchi wake wanatoa hisia zao kwa njia isiyo ya utulivu kutokana na kutoridhika na baadhi ya mambo ya kisiasa na kiutawala, kutokusikilizwa maoni yao au kusikilizwa na kupuuzwa, upotoshaji wa taarifa kwa njia mbalimbali hususan mitandaoni, shinikizo au ushawishi wa makundi ya nje au ndani ya nchi yenye malengo ya kiuchumi, kidini au kisiasa. Ni jukumu letu kama viongozi wa dini kusema ukweli kwa upande zote kwamba vurugu hazijengi nchi, lakini pia kupuuza sauti za wananchi au kuchelewesha majadiliano ya kitaifa kunaleta misuguano inayoweza kulipuka na kuliangamiza taifa letu. Tunatoa wito kwa serikali kuweka utaratibu wenye uwazi na ustahamilivu wa kusikiliza hoja za wananchi bila vitisho, na inapotokea ghasia kuzishughulikia bila kutumia nguvu zinazozidi kiwango na bila kukwaza misingi ya haki za binadamu. Namba 4, kuhusu hatua ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aliyoitoa katika ufunguzi wa Bunge la 13 imeweka wazi dira mpya ya matumaini na mwelekeo chanya kwa taifa letu. Katika hotuba hiyo, Mheshimiwa Rais ameeleza hatua muhimu zifuatazo: kuunda tume maalumu ya uchunguzi kwa lengo la kuchunguza kwa kina mazingira yaliyopelekea sintofahamu na malalamiko na kuhakikisha ukweli, uwazi na haki vinapatikana bila upendeleo. Kuachiliwa kwa vijana waliokabiliwa na mashtaka mazito, hususan wale waliojikuta wakivutwa na mkumbo wakati wa vurugu bila dhamira ya uhalifu, hatua inayoonyesha huruma, ustahamilivu na dhamira ya kupoza na kuponya majeraha ya wananchi. Kutoa dira ya maendeleo ya miaka 5 ikijumuisha mageuzi makubwa ya kiuchumi, kijamii na kisiasa ili kuimarisha msingi wa maendeleo ya nchi au ustawi wa vizazi vijavyo. Kuanza kwa mchakato wa marekebisho ya katiba ndani ya siku 100, hatua muhimu inayojibu kilio cha muda mrefu cha Watanzania kuhusu utawala bora, ushirikishwaji, haki na uadilifu katika mifumo ya kiserikali nchini Tanzania. Kunyoosha tena mkono wa maridhiano, wito unaosisitiza umuhimu wa kuacha mgawanyiko, visasi na mivutano isiyo na tija ili kujenga umoja wa kitaifa na kuimarisha mshikamano. Sisi kama viongozi wa dini ya Kiislamu nchini Tanzania na sehemu ya jamii ya Watanzania tunaunga mkono kikamilifu mwelekeo huu mzima wa busara za hali ya juu na kiuongozi uliotolewa na Mheshimiwa Rais. Tunaona hatua hizi kama mwanzo wa safari mpya ya kutibu majeraha ya taifa, kuponya mioyo iliyoumia na kurejesha matumaini ya Watanzania wote bila ubaguzi wa kimadhehebu, kidini, kikanda, kikabila na kichama. Tunatambua na kuthamini nia njema iliyomo katika hotuba hiyo,
nia ya kujenga Tanzania yenye umoja, maridhiano, haki, amani na msingi imara ya utawala bora. Kwa msimamo mmoja, tunasimama pamoja na juhudi hizi, tukiamini kuwa ni msingi wa kujenga mustakabali ulio thabiti, wenye maridhiano ya kweli na manufaa ya kudumu kwa vizazi vijavyo. Kwa hivyo, tunatoa wito kwa taasisi za dini, vyama vya siasa, vijana, wazee, viongozi wa serikali, asasi za kijamii na kila Mtanzania mwenye kutanguliza maslahi ya taifa kuunga mkono kwa dhati mchakato huu wa kitaifa. Ni kweli, kupitia ushirikiano, hekima, mazungumzo na maridhiano ndiyo tutaweza kujenga Tanzania tuliyoikariri, yenye amani, heshima, maendeleo na uadilifu. Tunaunga mkono, tunayaheshimu na kuyapongeza maamuzi haya kwa sababu yanarejesha tumaini kwa wananchi na yanafungua njia ya mazungumzo badala ya makabiliano na mapambano. Namba 5, kwa wito wa maridhiano, kusameheana na kujenga jamii mpya. Katika nyakati ngumu kama hizi, tunaona umuhimu mkubwa wa taifa kurudi kwenye misingi ya maridhiano. Maridhiano ni neno rahisi kulisema, lakini lina wajibu wa a, kusikilizana; b, kutathmini makosa; c, kusameheana kwa moyo; d, kuanza upya bila kubeba chuki. Tunawaomba Watanzania wote, wanasiasa, viongozi wa dini, asasi za kijamii, vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi na usalama, vijana, wanaharakati na wananchi wa kawaida, kwanza, tusikubali ghasia hizi zibebe urithi wa taifa letu. Pili, tusikubali chuki na uadui iwe mbegu tunayoipanda kwa vizazi vijavyo. Tatu, tusikubali tofauti za kidini na kisiasa zituhukumu kuwa maadui sisi kwa sisi. Tanzania imejengwa juu ya misingi ya amani, udugu na mshikamano wa kitaifa. Tofauti zetu za kidini, kisiasa, kikabila, kikanda ni sehemu ya utajiri wetu, siyo chanzo cha uhasama baina yetu. Tunatoa wito maalum kwa vijana kwamba tusiwe vijana wasiokuwa na uzalendo wala wasiolitakia mema taifa letu. Tuwe vijana wajenzi wa taifa, si waharibifu wa taifa. Katika Uislamu na katika taifa lolote lenye utaratibu, lenye ustaarabu, vijana ndiyo nguvu kuu ya mabadiliko, lakini mabadiliko hayo yanapaswa kuongozwa na hekima, uadilifu na ustaarabu. Katika wito huu tunasisitiza kwamba tukumbuke kwamba katika kila haki kuna wajibu. Msidai haki zenu huku mkasahau wajibu wenu kama vijana wa Tanzania. Taifa linawategemea kama nguzo ya kesho, na nguzo huimarika kwa kutekeleza wajibu, si kwa kuupuuza. Kila mzee wa leo aliwahi kuwa kijana wa jana, na kila mtoto wa leo atakuwa Gen Z wa kesho. Kila kizazi kina wakati wake wa kufanya kwa manufaa ya nchi. Leo ni zamu yenu, mfanye yaliyo mema kwa taifa letu. Tanzania tulionayo leo, iwe nzuri au mbaya, ni matokeo ya vijana wa jana waliostahamili na kutimiza wajibu wao walipodai haki zao. Leo historia hiyo inaendelea kupitia ninyi.
Tunaunga mkono tamaa zenu za mabadiliko chanya kwa taifa, lakini tunakataa kwa nguvu zote mauaji, vurugu na uharibifu wa mali. Kumbukeni, hatuna nchi nyingine. Serikali zinakuja na kuondoka kwa mujibu wa utaratibu, lakini nchi inabaki pale pale na ni yetu sote. Kwa hiyo, vijana wa Tanzania, chagueni kuwa nuru ya taifa, si giza lake. Chagueni kujenga, si kubomoa. Chagueni busara, si matumizi mabaya ya nguvu na hisia. Taifa hili ni lenu na mustakabali wake umo mikononi mwenu. Tunatoa wito kwa serikali na taasisi za ulinzi na usalama kutumia utaalamu, busara na weledi katika kudhibiti misuguano, kuepuka matumizi ya nguvu kupita kiasi, kushughulikia sababu badala ya dalili, kujihusisha na mazungumzo ya kujenga nchi badala ya vitisho na matumizi ya nguvu. Katika taifa lolote lililojengwa katika misingi ya amani, haki na upendo na uongozi wenye utu, nguvu hutumiwa kwa ulinzi na sio kwa kuadhibu sauti za wananchi. Tunashauri kuanzishwa kwa mfumo wa haki, uadilifu na usawa wa kudumu wa majadiliano kati ya serikali, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa na vijana, ili kujenga tamaduni na kusikilizana kabla migogoro haijafikia kiwango cha ghasia na uvunjifu wa amani. Namba 7, wito kwa viongozi wa dini. Sisi wenyewe kama viongozi wa dini tunapaswa kuwa wapatanishi wa kweli, sio wachochezi wa vurugu na uasi. Wapole lakini wasiogopa kusema kweli. Waunganishaji wa jamii, walinzi wa maadili ya kitaifa. Uislamu unafundisha kwamba viongozi wa umma ni nguzo ya amani. Ni wajibu wetu kuonesha maadili, kunasihi kwa upole, kukanya kwa hekima na kuhimiza uchamungu kama msingi mkuu wa uongozi bora na uraia mwema. Namba 8, kujenga mustakabali bora. Umuhimu wa majadiliano ya kitaifa. Tanzania iko kwenye hatua muhimu ya kihistoria. Mageuzi ya katiba na majadiliano ya kitaifa ni fursa ya kujenga upya misingi ya amani ya kweli, haki na uadilifu, kuhakikisha usawa wa kuondoa ubaguzi wa kisiasa na kidini, kuimarisha utawala bora, kuzuia migogoro ya baadaye, kuifanya nchi kuwa salama kwa kila raia. Namba 9, salamu kwa taifa na wito wa hatua mpya. Tunawasihi wa Tanzania wote tukatae ghasia za aina zote. Tukumbatie majadiliano. Tujenge amani na maridhiano. Tujifunze kutokana na yaliyotokea. Tuwe taifa linalotanguliza utu mbele ya siasa. Tujitahidi kuwa sehemu ya ufumbuzi wa matatizo yetu na si kuwa sehemu ya matatizo. Namba 10, hitimisho. Kwa kumaliza, tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie amani ya kweli katika nchi yetu, moyo wa kusamehe, hekima ya kujenga badala ya kubomoa, na mioyo ya kujadiliana kwa ustaarabu badala ya kupigana na kuuana. Tunawaalika viongozi wa dini, serikali, wanasiasa, vijana na wananchi wote kujenga Tanzania mpya yenye umahiri wa mazungumzo, nguvu ya umoja na furaha na fahari ya amani. Mwenyezi Mungu ibariki Tanzania,
Mwenyezi Mungu waongoze viongozi wetu. Mwenyezi Mungu waondolee watu wake fitna, chuki na mgawanyiko. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdallah Saleh Ndauga, Rais Umoja wa Wanazuoni wa Kiislamu Tanzania, Hayatul Ulama.